Muda mrefu ulikuwa unahitaji nguvu zako zirudi. Sasa wakati umewadia, lakini kumbuka, nguvu hizi haziji bure. Wakati utakapofika utafanya kama nitakavyokuambia. Ni jambo gani hilo ambalo utaniamuru nifanye? Sasa sio wakati wa kuuliza maswali. Ukifika wakati utafahamu. Nifuate. Kitana, 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 kitana. Basambo nuntwale kitana ikulonda amaka, mumpe amaka mingi, mumpe amaka kisu kyosa kimenye, kisu kyosa kiye pamarundi pamyake ngusuma amaka ndaga amaka kita. Sogea unaniegemea. Sasa mimi nisogee wapi? Mzee Lukindo, ondoka kwenye makazi yangu. Ondoka kwenye makazi yangu. Mzee, lazima utakufa. Mzee Lukindo, lazima ufe. Lazima ufe.
Ndugu yangu, mbona uko busy na simu muda wote? Ina maana utambui kwamba kwa sasa unaweza kuingiza pesa huku ukiwa unachezea simu yako mtandaoni? Kivipi? Ni rahisi sana, ni 1xBet. 1xBet? Marafiki, kuhusu burudani za mtandaoni na mini games. Siku za hivi karibuni nimekuwa nikitumia muda wangu mwingi kwenye app moja inayoitwa 1xBet. 1xBet inajulikana kwa sifa yake nzuri na kuaminika, malipo haraka na mfumo rahisi sana kuutumia. Kwa hiyo unaweza kupumzika na kufurahia uzoefu wa kucheza. Mimi nilipakua app rasmi moja kwa moja inayopatikana kwenye Play Store au App Store. Inasanikishwa haraka, muonekano rahisi na kila kitu kimepangwa vizuri sehemu tofauti tofauti. Kama utaamua kujaribu, unaweza kutumia promo code yangu PASA 1xBet. Itakupa bonus kwenye uwekaji wako wa kwanza wa pesa. Promo code na jinsi ya kujiunga ipo kwenye description chini kwenye hii video. Kama burudani hii inakuvutia, unaweza kujiunga mwenyewe. Unaweza kufurahia muda wako kucheza na pia kuna nafasi ya kushinda. Kila kitu kinapatikana 1xBet. Nishawijua kweli kwa Zuma ameficha kitana. Nitaweza kweli kukaa kimya mimi? Si majali bwana. Ndio najua Kitana. Unajua nini? Unajua Kitana alipo wapi? Zungumza na kusikiliza. Ni kweli Maginga, najua Kitana alipo, lakini siwezi nikakwambia kwamba kuwa mimi Kitana nimeshamuona yuko na Zuma. Manyakenda, jaribu kuchunga mdomo wako. Mdomo siku zote unaponza mwili. Wewe ni mwanaume, jaribu kuwa na kaba. Maana halisi ya mwanaume ni kolomeo. Kolomeo linahifadhi vitu. Kwa nini unashindwa kuwa mwanaume? Aya, tuachane na yote, lakini hizi taarifa ni taarifa kubwa sana za Kitana. Hupaswi kuzitoa. Hatakiwi kujua mtu yoyote yule katika hii himaya ya Mantale. Kama umeniambia mimi, basi ibaki kuwa kwangu tu. Acha Manyakenda. Nakwambia acha, usimwambie mtu yoyote hizi taarifa. Ni taarifa kubwa sana. Na hiki kitu ukimwambia yoyote yule, utakuwa hatarini. Manyakenda, utakufa. Jifunze kuwa na kaba, mtoto wa kiume. Tafasiri ya mwanaume ni kunyamaza hata akiona hatari. Maginga, mimi nitaweza. Utaweza kwa sababu wewe ni mwanaume. Ila sasa sikia, na wewe ushajua ile swala. Kwa hiyo hapo cha kufanya, kila mtu ajikaze. Na wewe usimwambie mtu yoyote. Wewe unadhani mimi na tabia za umbea kama wewe? Ninatambua uzito wa hiki ninachokuomba, lakini sina namna nyingine. Na wewe ni ndugu yangu wa pekee. Mantale imekuwa sehemu ya maisha yangu. Imekuwa nyumbani kwangu. Na nimefanya kila ninaloliweza ili kuweza kuikomboa. Lakini kwa sasa Mantale inahitaji. Hivyo nahitaji sana msaada wako. Namwonea huruma sana chifu wa himaya ya Mantale. Na pia naona anakwenda kupoteza utawala wake. Maana kukupoteza wewe ni sawasawa na kupoteza dhahabu. Na kwa nini umekuja peke yako? Msaidizi wako Tazira yuko wapi? Tazira hakuwa mwana himaya ya Mantale. Nilimtoa kwenye himaya ya mbali. Hivyo nimempa kibali cha kurudi nyumbani kwao. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini sidhani kama chifu atakubaliana na hili. Kama unavyofahamu, himaya zetu hizi mbili huwa hazina mahusiano mazuri. Bado nakuwa na mashaka. Ni bora ungelikuwa mwana himaya wa kawaida. Lakini wewe ni mtabiri mkuu wa himaya pinzani. Sasa sidhani kama atakubali. Mwenye mkuu, naomba unisaidie. Zungumza na chifu. Endapo chifu atakataa, basi mimi nitakuwa tayari kuendelea na safari yangu. Lakini endapo atakubali, utakuwa umenisaidia sana. Kwa maana sitaki kuwa mbali na Mantale.
Mwili wangu uko hapa Songwe, lakini moyo wangu bado uko Matare. Wacha kurukutanta mantoto. Lele wa mayoka, lele wa mayoka, simba luganga na kupembeleza, simba luganga na kupembeleza, ulele wa mayoka, lele wa mayoka. Mayoboke yoboke, mayoboke yoboke, mayoboke yoboke, mayoboke yoboke. Ahena Mantale, umejifanya ni mjanja sana kuliko hata mimi, si ndio? Umeweza kunitenganisha na mtoto wangu eh? Unafikiri utaniweza? Mama, mtoto wako umejitenganisha naye wewe mwenyewe na sio mimi. Maskini, ona ulivyo mpweke. Umemuua mtoto wako wewe mwenyewe kwa kumtoa kafara. Umeona mume wangu umeshindwa, sasa ukaona wamekwa binti yako. Labda nikupe taarifa tu, kama mume wangu ndo amekufanya uje hapa tena kwa ajili ya madawa yako, na kushauri ondoka, kwa sababu hutamuweza tena. Unajua kuongea sana eh? Maneno naweza nikayatengeneza vizuri na yakawe vitendo. Umenielewa? Mke wangu. Matoko amefanyaje mke wangu? Sioni. Wewe vipi nimekuacha vizuri mke wangu? Mamangu. Mtukufu Zumo, na taarifa nzito na sidhani kama utazipenda. Hebu acha kuzunguka, nieleze. Taarifa hizo zinamhusu Zemina, mtukufu wangu. Zemina ana mwanaume mwingine. Na kutokana na upelelezi niliofanya, wanaonekana mapenzi yao ni asili, lakini wanapendana sana. Yaani Zemina mapenzi yake yote kahamishia kwa yule mwanaume. Chaba, hivi unajua uzito wa maneno unaoniambia? Mimi Zemina ni mwanamke wangu, tena nampenda kwa dhati, na nipo tayari kufanya lolote kwa sababu yake yeye. Sasa basi, naomba ufanye uchunguzi wa kina, alafu uje unieleze. Je, wewe ni mtu mwenye matumizi makubwa ya mtandao na unatumia pesa nyingi sana kumaliza kwenye bando? Kama jibu ni ndio, basi solution yako imepatikana leo. Ni Chris Bando pekee. Chris Bando anakupatia bando za Halotel kwa shilingi 10,000 tu. Unajipatia GB 10 na kuendelea. Na kadri unavyozidi kuongeza pesa, ndivyo GB zinavyozidi kuongezeka. Ndugu zangu, Chris Bando ni uhakika. Bando hizi zinadumu kwa muda wa miezi 8. Unachotakiwa kufanya ni kuwatumia ujumbe au kuwapigia simu na kutuma pesa ili uweze kuunganishwa na bando bei kitonga. Chris Bando anapatikana kwa namba 0766 586 527 au kwa namba 0615 75 43 03. Wakati unaendelea kuangalia namba, wacha mimi niendelee kuperuzi. Chris Bando bei kitonga. Chifu nimemkuta. Ndio.
naomba unitie na mazungumzo naye. Kulebe Sumve. Kulebe, mtawala wangu, nimekuja kwako, nina ombi. Nimejaribu sana kumsikiliza ndugu yangu Ngalewa. Amenielezea mambo mengi sana ambayo aliyokutana nayo huko katika imani yake, na lengo lake hasa anahitaji hifadhi. Niliposikiliza uzito wa mashida yake, nikasema sawa, lakini mimi sina mamlaka katika hii himaya. Naomba umsaidie Ngalewa. Mwenye mkuu, hiyo ni ngumu, ila kwa kuwa umemwombea hifadhi, sawa, nimekubali tumuhifadhi. Ila wewe ni mtu muhimu sana kwenye hii himaya sana, ila kuna angalizo. Chochote kitu kibaya kikitokea kwenye hii himaya, wewe ndio utakaowajibika. Umenielewa? Nashukuru sana mtawala wangu, na mimi naiomba sana miungu ya Sumve iweze kuzuia mabaya yote atakayoweza kutokea katika himaya hii. Kwa hiki ulichokifanya, ni bora zaidi kofi la ukweli kuliko busu la uongo. Nashukuru sana kwa kunikubalia maombi yangu. Kulebe Sumve. Kulebe. Ahena mantare, ahena mantare, ahena mantare. Walinzi, ni tamko limetoka kwa chifu. Ni amri ya kuwa tumtafute Kitana popote pale alipo, ndani na nje ya himaya, na tuhakikisha anaweza kurudishwa hapa. Nazungumza kama mlinzi mkuu wa himaya ya Mantare. Kuanzia sasa tutaondoka mahali hapa na kwenda kumtafuta Kitana, na kama atapatikana Kitana, taarifa ziweze kufika kwangu kabla hajafika popote. Naomba hili lizingatiwe. Dizonga, tumeelewana? Ndiyo mkuu. Msako unaanza, ni nyumba kwa nyumba, hakuna kuacha nyumba yoyote ile, papekuliwe chini na juu kuhakikisha Kitana anapatikana. Naomba hili litekelezwe. Dizonga, utachukua walinzi wawili na mimi nitaongozana na walinzi wawili. Taarifa yoyote itakayopatikana kuhusu Kitana, hakikisha inafika kwangu kwanza kabla hajafika kwa mtu yeyote. Ahena mantare. Mnaweza kuondoka. Ahena mantare. Ahena mantare. Ahena mantare. Ahena mantare.
Ahena Mantale, mama Nzura. Na kwako pia binti yangu. Mbona kama una huzuni? Mama Nzura, kuna muda natamani ningezaliwa mwanaimaya wa kawaida kuliko kuzaliwa mtoto wa chifu, maana ninapitia maisha magumu kama sio vile mtoto wa chifu. Hadi namkumbuka marehemu mama yangu. Zingeni, usiseme hivyo. Mimi ni mama yako pia na najali sana hisia zako. Hebu nieleze, tatizo ni nini? Sina uhuru kwenye himaya, siwezi kufanya chochote, kila kitu napangiwa. Kwa nini? Nahitaji uhuru wangu japo kidogo, nifanye kile ninachokipenda, niwe na yule ninayempenda na mimi. Mbona kama huzuni yako ni ya mapenzi? Ni kweli mama, kuna mtu nampenda. Nampenda Maginga. Nataka kuolewa na Maginga, sitaki kuolewa na mwanamume mwingine yoyote. Zingeni, inabidi ukubali ukweli wako. Wewe ni mtoto wa kichifu na ni lazima uolewe na ukoo wa kichifu wa himaya nyingine. Sitaki mama, nimesema namtaka Maginga. Na kuelewa binti yangu, na wala usijali, nitaangalia cha kufanya. Ahena Mantare, Ahena Mantare, Ahena Mantare. Ahena Mantare, chifu wangu. Amani iwe nawe. Mtukufu chifu, nimepokea taarifa kwa Kitana ameonekana maeneo ya maficho. Amajidadi Dididida Amajidadi Dididida